Mpendwa rafiki yangu, karibu katika tafakari ya neno la Mungu, na tunaangalia ukuu na uweza wa Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu ni yote katika vyote. Ukimfahamu Yesu, ukimpokea Yesu akakaa ndani yako, maisha yako hayawezi kuwa ya kawaida. Kabla hatujaingia ndani, nikukaribishe mpendwa, wewe unatufuatilia kutoka mahali popote ulipo hapo duniani, tuweze kupata kuomba. Asante Mungu wa mbinguni kwa mafunuo makubwa ambayo umeachilia kwa ajili ya mtoto wako huyu unayempenda sana. Ninaomba neno la leo likawe ni nguvu, likawe ni uzima, likawe ni baraka katika maisha yake, kwa jina la Yesu, amen. Injili ni uweza wa Mungu. Injili ni nguvu ya Mungu iletayo wokovu. Katika habari zote zinazoendelea hapa duniani, habari ya Mungu, injili, habari njema, ndio habari bora yenye uwezo wa kugeuza maisha yako kuliko habari zozote ambazo umewahi kuzisikia. Uelewa wa nguvu ibadilishayo maisha, nguvu iletayo wokovu kwa familia, kwenye biashara, kwenye uchumi, kwenye mahusiano, kwenye magonjwa, kwenye huzuni, kwenye mashaka. Hii habari njema yenye nguvu ibadilishayo maisha, alipoielewa mtumishi wa Mungu Mtume Paulo, alikuwa na ujasiri wa kutoionea aibu na kutokuitilia mashaka popote, na hii ikampelekea Mungu akaruhusu Paulo aweze kukutana na wafalme. Alienda kukutana na mfalme wa dunia, Kaisari wa dunia wakati huo. Alikutana na wakuu wakubwa, President Sergio Paulusi, kisiwa cha Kipro ambako sasa ni Cyprus. Alikuwa ni mtu wa maana sana, kwa sababu aligundua hakuna kitu, hakuna habari, hakuna taarifa, hakuna maandishi yenye nguvu ibadilishayo maisha zaidi ya neno la Mungu, injili. Ndio maana hakuwa na wasiwasi wa kukutana na mwanadamu yoyote. Hakuwa na hofu ya kumweleza mwanadamu yeyote habari hii njema. Habari hii njema. Nikutie moyo mpendwa, katika somo la leo hata wewe utapata hiyo neema ya kujua kwa nini Mungu aseme injili ni nguvu na uweza wa Mungu. Sasa kabla sijasema hivyo, tunataka tumwelewe Yesu kwa uzuri. Unajua hii injili katika kitabu cha Warumi 1 mstari wa 16 tunapata habari ya kwa nini injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ni uweza mkubwa kuliko habari nyingine yoyote duniani, yenye uwezo wa kumwokoa mwanadamu yeyote katika kila hali aliyofungwa, katika kila hali ya upotovu, katika kila hali ya kuishiwa, katika kila hali ya huzuni, na kukufanya kuwekwa katika hali iliyo bora zaidi. Kusoma kitabu cha Warumi 1 na mstari ule wa 16, maandiko yanasema, kwa maana sionei haya injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aminie, kwa kila aaminie. Yani anasema sionei haya injili. Kwa nini aionei haya injili? Anasema ni uweza, ni power, ni dunamis, ni nguvu, ni mamlaka inayoweza kuleta wokovu kwa kila mwanadamu. Inaweza kuleta wokovu kwenye kila eneo. Anasema haionei aibu injili. Sasa niseme nini basi? Injili ni uweza wa Mungu, na uweza wa Mungu ni nguvu ya Mungu. Na hii nguvu ya Mungu inapokaa ndani yako, uweza wa Mungu ukikaa ndani yako kwa njia ya Roho Mtakatifu, mpendwa, kila jambo lako linakuwa chini ya uangalizi na uongozi wa Mungu wako, mfalme wako. Mungu alipomuumba mwanadamu, ndani ya kila mwanadamu
ndani ya kila moyo na matamanio ya mwanadamu ameweka hamasa ya kitu kilicho bora kuliko vitu vyote ambavyo viko duniani. Yaani ameweka mfukuto na ukeleketwa wa kupenda kitu kilicho bora cha juu. Kuna hali ya kuona hautoshelezwi, kuna hali ya kuona kuna kitu unapungukiwa. Na sasa adui aliyeshindwa ametumia hii hali ya kutaka kuona, hali ya kutaka kitu bora. Kwa lugha nyingine kitabu cha Mhubiri anasema, tazama nimeumba umilele ndani yako. Ile hamasa, vuguvugu la kutaka kitu bora, kutaka ukamilifu limetengenezwa makusudi na Mungu ndani ya kila mwanadamu. Sasa shetani au adui huyu aliyeshindwa Ibilisi kana tabia ya kutengeneza sasa hamasa, kukutengenezea kitu kingine mbadala ya kila ambacho Mungu amekitengeneza kama ombwe na tamanio ndani yako, ambalo kama likijazwa Injili na Yesu na uweza wake ukakaa pale, hautataka kitu kingine bora zaidi hicho ambacho unakitaka. Sasa wengi nimejikuta wanatafuta kuwapanda wanadamu wenzao waweze kuwa juu na kuwakandamiza ili mioyo yao ijisikie vizuri. Wako wengine wametafuta fedha na mali ili hiyo mali iweze kujaza ili ombwe au utupu wa hamasa ya kitu bora ambao umewekwa ndani ya mwanadamu na Mwenyezi Mungu. Wengine wameenda kutafuta madawa ya kulevya. Wengine wameingia kwenye urahibu wa ngono ili wapate kujisikia vizuri. Na wengine wameseti standard, wamesema kwa mfano, Mungu mimi akinibariki nikipata bilioni 5 maisha yangu yatalizika kabisa. Habari njema ni kwamba hakuna mwanadamu atakaye rizika na kitu chochote ulimwenguni isipokuwa amempokea Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wake, isipokuwa amepokea nguvu ibadilishayo maisha inayoitwa Injili, power. Na kuna watu wanasema, kama nilivyosema, nikipata kwa mfano bilioni 5 maisha yangu, mambo yangu yote takuwa sawa. Lakini utakapofika ile hali utagundua bado you are not satisfied. Hautaweza kuridhishwa kwa sababu utaona nahitaji zaidi. Lakini ukimpata huyu Yesu akakaa ndani yako, vitu hivi kwako vinakuwa vingine vidogo vidogo tu. Hata upewe trilioni 1 unaona ni upuzi, haiwezi kulinganishwa na Yesu na nguvu zake ndani yako. Yaani nataka kusema nini? Nataka kusema kwamba ile hamasa iliyowekwa ndani ya kila mwanadamu, hali ya kutaka ubora, umilele, kutaka connection na Mungu, hiyo hali haiwezi kujazwa na pombe, haiwezi kutimilizwa na wanawake, haiwezi kutimilizwa na madawa ya kulevya, haiwezi kutimilizwa na utafutaji uliopitiliza ambao haumjali Mungu. Bado utajiona ni mpweke tu. Kuna kitu na kimisi kwenye maisha yako, na hiki kitu kitaondoka tu kwa kuruhusu Yesu Kristo na Injili, uweza wake, nguvu ya Mungu itende kazi ndani yako, ipate kutenda kazi ndani yako. Niseme nini basi? Yeye Mungu aliyeweka hii hamu ya kutaka kutoshelezwa, kuhisi ile hali ya kuona kama una upungufu, kama kuna kitu bado. Kuna watu wanasema wameshafika kwenye maisha yao, lakini ukiwachunguza bado kuna kitu kinafukuta, unaona kuna kitu bado hakijakamilika kwenye maisha yao. Hiyo ombo, hilo gap hilo aliliumba Mungu yeye mwenyewe makusudi ili upate kujua hakuna kitu chochote chini ya jua kinachoweza kumpa mwanadamu furaha halisi isipokuwa Yesu Kristo kukaa ndani yake. Hakuna kitu kitakachokupa amani halisi kwenye maisha yako, iwe fedha, iwe ni kuolewa, iwe ni kupendwa, iwe ni kujaliwa, iwe ni serikali kuweka mipango mizuri, ambacho kitakupa amani halisi kwenye maisha yako isipokuwa ni huyu Yesu Kristo, neno lake na nguvu zake kukaa ndani yako, kujaza hilo gap la kutotoshelezwa, gap la kuona upweke wa utimilifu kwenye maisha yako isipokuwa Yesu pekee. Zaburi 34 mstari wa 8 na wa 9
hili jambo Mungu pia amelizungumzia. Maandiko matakatifu yanasema, Zaburi 34 mstari wa 8 na wa 9 nasema, 34 8 na 9 nasema, onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema, heri mtu yule amtumainie. Mcheni Bwana enyi watakatifu wake. Yani wamchao Bwana, hawamchao hawahitaji kitu. Kwenye maisha kuna wakati nafikia hatua unaona hali ya kuhitaji kitu fulani hivi. Yani kuna watu wanafikiri wana kila kitu, lakini ukiwaangalia unaona kama wanaishi watu ambao kuna kitu wanakitafuta. Hiyo gap litajazwa kwa kumcha Mungu. Anasema wamchao Bwana hawatahitaji kitu. Sio kwamba hawatahitaji kitu kwa sababu hawatakuwa hawana, kwa sababu ukimpata Yesu kuwa mwokozi na dereva wa maisha yako, kila kitu tunakipata ndani ya Yesu kinakuongezea hali ya kutosheka, hali ya kufika, hali ya kujisikia umeridhika, hali ya amani halisi, hali ya furaha ya kweli. Na watu wengi wamekosea sana walipomfanya Yesu kuwa kama kiongozi wa dini, kiongozi wa jumuiya ya waumini, na si kiongozi wa maisha yako binafsi. Ni kweli yuko mbinguni, lakini anatuongoza ndani yetu kupitia haki yake na Roho Mtakatifu. Niseme nini basi? Nguvu ambayo wanadamu wanaitafuta nje yao, hii nguvu ya ushawishi, nguvu ya kifedha, nguvu za kisiasa, nguvu na ushawishi na mamlaka na madaraka ambayo mwanadamu anayatafuta nje yao, wangeipata kwa urahisi sana na kwa utoshelevu mkuu. Anasema kwa utoshelevu mkuu kama wangeruhusu Yesu akae ndani yao. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 1 na mstari wa 24. Wakorintho wa kwanza 1 na ule mstari wa 24, kuna Mungu anatuelekeza hapa kwa nini Yesu ni kila kitu kwenye maisha ya mwanadamu. Anasema, bali kwao waitwao Wayahudi kwa Wayunani ni Kristo, nguvu ya Mungu, hekima ya Mungu. Kwa Kristo ndiyo ile nguvu ya Mungu. Kristo ndiyo hekima yote ya Mungu. Na huyu Kristo ndiye Mungu mwenyewe. Je, unaona unaishiwa nguvu za kiafya? Ruhusu Yesu Kristo akae ndani yako ili nguvu za Mungu ziwe nguvu zako. Je, unahisi unapitia mapito magumu ya kiuchumi, mapito magumu ya kimahusiano, unapitia vipindi vigumu vya dhambi kukukandamiza na kukuaibisha na kudhalilika, hiko hatia ndani yako, unaona giza na utusi mbele ya maisha yako? Nina habari njema, mtoto wa Mungu. Ruhusu Yesu Kristo akae ndani yako. Anasema kwa Wayahudi ni Kristo, nguvu ya Mungu, nguvu ya Mungu, nguvu ya Mungu. Mwisho niseme nini basi? Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza 16 na mstari wa 11. Maandiko matakatifu yanatupa mwongozo thabiti wa kujifunza katika somo letu hili la leo la ukuu na uweza wa Yesu katika hatua ya kwanza. Maandiko yanasema hivi, kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza 16 mstari wa 11, anasema, mtakeni Bwana na nguvu zake. Haleluya. Utafuteni uso wake siku zote. Kuna vitu ambavyo unavitafuta. Kama ungeutafuta uso wa Mungu na nguvu za Mungu,
ungevipata ndani ya Mungu. Kipaumbele cha utafutaji wako kinapaswa kuwa kutafuta uso wa Mungu. Kipaumbele cha utafutaji wako kinapaswa kuwa kuzitafuta nguvu za Mungu. Nguvu za Mungu ndio nguvu ambazo zinashikilia sayari dunia kwenye muhimili wake na kuruhusu kuzunguka masaa 24, ikizunguka siku 366. Nguvu za Mungu ndio zimeshikilia malimwengu yote, na hizi nguvu za Mungu ni Yesu Kristo mwenyewe, ambaye ni Mungu mwenyewe, ambaye amesema anakaa ndani yako. Mtakeni Bwana na nguvu zake. Je, unaona kuishiwa nguvu? Nina habari njema kwako, mtoto wa Mungu. Hapa Patakatifu Media niko hapa kwa ajili ya kukutia moyo kwamba mtake Mungu na nguvu zake, na nguvu zake zikiwa ndani yako, udhaifu unageuzwa kuwa imara. Ndio maana nasema, ule dhaifu sema, mimi nina nguvu, mimi ni jasiri, mimi ni hodari. Unyonge unageuzwa kwa ujasiri ndani ya Yesu. Ndani ya Yesu upungufu unajazwa, ndani ya Yesu uzito unafanyika kwa wepesi. Na hiki ndicho ambacho katika sehemu hii ya kwanza Mungu amenituma nikwambie. Yesu ni kila kitu kwako, mtoto wa Mungu. Kama kuna kitu umewahi kukosa kwenye maisha yako, kama unahisi kuachwa, unahisi kupungukiwa, unahisi kuchelewa, unahisi kutelekezwa, na habari njema kwako. Yesu ukimpokea kwa Bwana Mwokozi wako, ukaruhusu akae ndani yako, vyote ulivyopoteza umevipata hata kabla hujaviona. Ukimruhusu Yesu akae, awe ndio dereva, Bwana na Mwokozi wa maisha yako, chochote unachokitafuta umekipata hata kabla hujakitafuta. Kwa maana Yesu ndio kila kitu, nguvu zake ndio kila kitu, na ametoa ofa ya kukaa ndani ya mwanadamu kama wewe. Kuna kitu utapoteza kama kuna kitu utapoteza kwenye maisha yako, poteza vyote, lakini usimpoteze Yesu ndani yako, tumaini la utukufu. Mpendwa, ikiwa unasema na mimi nahitaji hizi nguvu za Mungu zikae ndani yangu, unasema na mimi nahitaji huyu Yesu awe atwae madaraka ya maisha yangu, huyu Yesu awe mfalme wa maisha yangu. Ikiwa unasema hivyo na unataka kuona nguvu za Mungu kwenye maisha yako zikizima hali ya kuchelewa kwenye maisha, zikizima manunguniko na masikitiko yako kwa siku ya leo, baba, nataka nikutie moyo mpendwa, mama, baba, popote unaponifuatilia, kaka, kijana, kama unaona kuzidiwa kwenye maisha, yuko Yesu ambaye yuwaweza kuseti mambo yako katika njia sahihi. Hata kama ulipotea kabisa katika kutafuta nguvu za wanawake, nguvu za kiwanaume, nguvu za kibinadamu, umekuwa ukitafuta nguvu za kiuchumi, nataka nikwambie nawe utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae nguvu ya kupata utajiri. Yesu ndio kila kitu. Yesu ndio yote katika yote. Mpokee Yesu awe Bwana Mwokozi wako. Majuto tageuzwa kwa furaha. Ikiwa unasema nataka haya mambo, na mimi nayataka haya mambo, na nataka kuona Yesu akikaa ndani yako, na nataka kuona nguvu za Mungu zikitenda kazi katika kila eneo, katika kila industry, katika kila kitengo, katika kila idara ya maisha yako, na unasema Mungu, nahitaji na mimi nione ukuu wako ndani yangu, nataka nimuone Yesu moyoni mwangu, nataka nimuone Yesu kwenye nyumba yangu, nataka nimuone Yesu kwenye mradi wangu, unasema nataka nimuone Yesu kwenye mambo makubwa ya ajabu ambayo Bwana amenipa uwezo wa kuyafanya, unasema nataka nimuone Yesu kwenye afya yangu, unasema nataka nimuone Yesu kwenye ndoa yangu ambayo mpaka sasa nimetafuta kwa muda mrefu, unasema nataka nimuone Yesu kwenye ujana wangu, maisha nilio nayo hayatakuwa na maana, unasema bila Yesu, namtaka Yesu kwenye maisha yangu. Ikiwa unasema hivyo na unataka kuona baraka za uweza wa Mungu kwenye maisha yako, unaweza ukaweka mkono wako kifuani, basi tukaomba. Baba, ninakushukuru sana kwa neno lako la leo, na asante kwa yako mtoto huyu wako ambao umemuumba kwa namna ya ajabu na ya kutisha kama nini. Ameamua, anasema anataka kuziona nguvu zako kwenye maisha yake. Anataka kuona uweza wako ukiteketeza
dhambi na vimelea vyote vya ule adui aliyeshindwa kwenye maisha yake. Anataka kuona uchumi wake ukiinuliwa ndani ya Yesu. Baba, mfanyie sawa sawa na mapenzi yako. Anataka kuona ndoa yake ikirejezwa kwa nguvu za Mungu. Baba, irejeze sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Anataka kuona ibada iliyokufa kwenye maisha yake kwa nguvu ya Yesu Kristo akirudi kwa mtu wa kiroho tena. Baba, mrejeze kwa mamlaka ya jina la Yesu. Anataka kuona thamani iliyokuwa imepotea kwenye maisha yake. Anataka kuona kujengwa kwenye maisha yake. Baba, mjenge tena kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mrudishie hadhi yake ya utoto wa uungu kwa jina la Yesu. Baba, mtengeneze tena katika vilele, na anataka kuwa mtu wa vilele huyu katika vilele vya juu tena. Bwana, mrejeze na mrejeze. Na ikiwa anateswa na nguvu za kale kaadui kalikofilisika na kushindwa na kunyonywa nguvu zake, ninamtamkia tangu sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu, yuko huru kabisa. Yuko huru kabisa. Yuko huru dhidi ya mateso, dhidi ya manyanyaso, dhidi ya maswaiba, dhidi ya ukandamizwaji mbaya wa kila nguvu na masimango na mateso ya huyu adui. Acha nguvu zako ziwe nguvu zake katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana na mwombezi na mwokozi wetu wa patakatifu pa mbinguni. Amen. Mpendwa, nikukaribishe kwa ajili ya somo linalofuata. Tutakuwa tunaendelea kumwangalia Yesu katika ukuu na upana wake kupitia neno hili ambalo ametupatia. Na nataka nikutoe tu wasiwasi, utabarikiwa sana. Haya masomo si ya kawaida. Wachache wanapoyasikia kwa yenyewe tayari yanageuza maisha yao kabisa. Mimi mwenyewe ninapoyasoma kila siku, maisha yangu yanatolewa mahali pasipofaa, na Bwana anaendelea kunirejeza na kunirejeza na kurejeza. Hata wewe Mungu atakufanyia katika jina la Yesu. Amen.